Mradi wa Women Promotion Center WPC chini ya Mercy Corps unaolenga kuwawezesha vijana 1650 wenye umri wa miaka 18 hadi 24 kupitia mafunzo stadi za maisha wamehitimishwa rasmi baada ya miezi 6 ya utekelezaji, huku mamia ya vijana wakinufaika kwa kupata ujuzi na uwezeshaji wa kujitegemea. Akizungumza wakati wa hafla ya kuhitimisha mradi huo, mratibu mwandamizi wa mradi huo wa GERH Nyanza Ndoba amesema lengo kuu la mradi ilikuwa kuandaa vijana kukabiliana na changamoto za maisha kwa kuwajengea uwezo wa kimaamuzi, kiuchumi na kijamii. Leo kama mnavyoona hivi, tupo katika mahafali ya kumaliza awamu ya kwanza ya mradi, ambapo awamu ya kwanza ya mradi ilikuwa ni kuweza kuwafundisha vijana kupata mafunzo ya stadi za maisha, ikiwa ni pamoja na kuweka malengo, kujiamini, kujitambua, kuweka masuala ya akiba na kadhalika wa kadhalika. Kwa baada ya hapa tayari mradi umeshaingia awamu ya pili, ambapo vijana wanawezeshwa na mtaji wa kuanzia. Kwa mpaka sasa mradi tayari umeshatoa kiasi cha milioni 133 kwa vijana, lakini pia utatoa cherehani vipatavyo zaidi ya 234, lakini vile mradi umetenga kiasi cha shilingi milioni 10 kwa ajili ya vijana ambao wataweza kujifunza masuala ya dereva. Na kwa nini mradi ulenga vijana hasa miaka 18 mpaka 24? Tunafahamu kundi kubwa la vijana lote kwa ujumla na changamoto, lakini kundi hili la miaka 18 mpaka 24 ndio lina changamoto zaidi ukilinganisha na makundi mengine. Mkurugenzi wa Women Promotion Center Martha Jelome naye alikuwa na mengi ya kusema kuhusiana na mradi ambao umehitimishwa hii leo. Na ndani ya mafunzo haya ilikuwa ni kujaribu kuwajengea vijana kuwajengea uwezo wa kiuchumi, ili baada ya mafunzo hayo waweze kuwezeshwa kwenye nyenzo mbalimbali. Na tumeona kuna vikundi kama 60 ndani ya hawa vijana ambavyo vimewezeshwa mitaji, kila kundi imepewa milioni 1. Na vijana wamewezeshwa mafunzo mbalimbali nje ya kujengewa uwezo kwenye masuala ya kujiendeleza kiuchumi, lakini pia wameweza kujengewa uwezo wa namna wanaweza kubadilisha tabia zao ama mienendo yao kwa kujikinga na magonjwa mbalimbali kama magonjwa ya ngono na virusi vya ukimwi. Baadhi ya vijana walionufaika wamesema kabla ya mradi walikosa mwelekeo wa maisha, lakini kupitia mafunzo ya miezi 6 wamepata ujuzi uliowasaidia kujitambua, kuanzisha shughuli za kiuchumi na kupanga ndoto zao za baadaye. Uwezeshaji ambao nimeupewa kwanza ni fedha, ni elimu, pili ni fedha. Elimu ambayo nitakuwa nayo ndio ambayo itanifanya mimi nitumie zile fedha katika matumizi ambayo yanastahili na yanaaminika katika jamii husika. Kwa hiyo fedha ambazo nilizopewa nitatumia ile elimu ambayo pia nilipewa darasani ili niweze kupiga hatua moja kwenda hatua nyingine, na ndio manufaiko makubwa ambayo nimeyapata mpaka sasa. Mafunzo niliyopata yamenisaidia, kwanza kabisa yamenisaidia kujitambua, kujithamini. Pia yamenisaidia uwezo wa kujipatia kipato mimi kama mimi bila kumtegemea mtu mwingine. Kupitia katika fani ya fundi cherehani. Hapo mwanzo nilikuwa sijui lolote, lakini nilivyoingia katika mafunzo haya namshukuru Mungu, nimeweza kujua mafunzo mengi ikiwemo na ufundi cherehani. Katika hafla hiyo, mgeni rasmi akiambatana na viongozi wengine wa serikali wamepongeza mradi huo kwa kuleta mabadiliko chanya kwa vijana wa eneo hilo, wakisisitiza umuhimu wa mafunzo ya stadi za maisha katika kujenga kizazi chenye maadili. Kwa majina naitwa Theonest John, ni afisa maendeleo ya vijana halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji, na nimekuwa kama focal person wa mradi huu. Kwa mashirika mbalimbali ya wadau wa maendeleo tuseme, tunashauri sana hichi kinachofanywa na shirika ni jambo zuri, kwa sababu kundi hili la vijana ni miongoni mwa makundi ambayo hayajishughulishi katika kutaka kujua taarifa za serikali, tofauti na wamama. Wamama wengi wako active sana katika kudaka fursa, ila vijana inahitaji nguvu sana kuwaleta ili wasikilize na kuanza kuzizingatia fursa zilizopo ndani ya serikali, lakini pia kwa wadau. Kwa hiyo tunayaasa sana mashirika mbalimbali, mashirika yasiyokuwa ya serikali kutia nguvu katika eneo hili
la kuleta mwamko kwa vijana kutaka kujua fursa, lakini pia kuwaleta katika vikundi, kwa sababu tumeona kwamba mikopo mingi au uwezeshaji mwingi wa serikali kwa vijana umekuwa ukijikita sana katika vikundi na sio mmoja mmoja. Mimi kwa majina naitwa Tabitha Evaresti Mkilamweni, ni msajili msaidizi wa mashirika yasiokuwa ya kiserikali kutoka Manispaa ya Kigoma Ujiji. Wito wetu sisi kama serikali, cha kwanza ni kuasisitiza mashirika yasiokuwa ya kiserikali kufanya kazi zao za miradi kwa kufuata sheria ambayo ni sheria namba 24 ya mwaka 2022, lakini pia na kufuata mwongozo wa uratibu wa mashirika yasiokuwa ya kiserikali ya mwaka 2024 ambayo inatutaka kufanya shughuli zetu kwa kuzingatia taratibu zote, ikiwemo na kufanya shughuli kwa kushirikisha wataalamu wa serikali, lakini pia mashirika yasiyo ya kiserikali kufanya shughuli zao au miradi yao kwa kuwasilisha bajeti zao husika katika ofisi ya msajili, lakini pia kila hatua ambao wanakuwa wanaifanya kushirikisha serikali.